kama nilivyokuambia, siku ya leo nipo katika shule ya sekondari Bunda High School, wanayo mahafali yao ya kidato cha 6. Nikasema basi tupate wasaa kwa ajili ya kupiga story na ndugu yangu hapa, ninaye anaitwa Alex Ephraim Mpiluka. Bwana, habari yako? Safi kabisa, mwenyewe habari za kwako? Bwana, mimi niko salama kabisa. Unaendeleaje na hali? Namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Nimefurahishwa sana na mwalimu Alex Mpiluka. Nataka niseme nanyi wazazi, ukisikia mwanafunzi anakueleza habari njema kuhusu mwalimu, hizo huwa ni habari za kweli. Mwanafunzi akikueleza jambo jema kuhusu mwalimu, tena mwanafunzi huyo ni wa rika hili, taarifa hizo ni za kweli. Mimi limenigusa lile, na nimeambiwa huyu mwalimu ni mwalimu wa kujitolea. Niko sahihi? Umeshafanya? Bahati mbaya mimi huwa na hoji, najua ni sherehe, lakini tu umeshafanya? Hujafanya? Sasa ninakutafutia kitu cha kwenda nacho siku utakapoenda kufanya interview. Bwana, hongera sana. Wewe ni miongoni mwa walimu ambao wamenadiwa sana kunako ukumbi wa sherehe na mgeni rasmi. Hii ni kwa sababu ya nini? Kwanza nimshukuru Mungu kwa wanafunzi wangu wa kidato cha 6 HGL mwaka 2025. Ni mwalimu wa history. Unafundisha history? Ya, kwa mikondo yote miwili ya HGK na HGL. Sawa sawa. Lakini HGL nilikuwa mwalimu mlezi, kwa maana mwalimu wa darasa ndio. Sawa sawa. Na ndio maana nikaona kuna zawadi fulani imepita hapa, zawadi kubwa sana. Hii ni picha, wanasema ni picha mbao. Bana, hii ni kombi gani? Combination gani ambao wamekupatia zawadi hii? Hii ni HGL ambao ni wanafunzi wa darasa langu mimi. Ambao ulikuwa unawalea? Ndio. Pengine labda tafsiri yake ni nini kukupatia picha kama hii? Kwanza ni heshima. Ni heshima ambayo wanafunzi wangu wameniheshimisha. Kwa kuwa tulikuwa tunashirikiana sana. Nilikuwa nawalea kama walezi na mimi walikuwa wananichukulia kama mkubwa wao, lakini pia ni mwalimu. Kwa hiyo wakaona ni vema wanizawadia zawadi kama hii. Sawa sawa, jambo jema. Hongera sana mwalimu. Nashukuru sana, asante. Na miongoni mwa vitu ambavyo mtazamaji angependa kufahamu ni kwamba Alex Mpiluka huyu ni mwalimu wa kujitolea, sio kwamba ni mwalimu ambaye amekwisha kuajiliwa officially. Pengine mwalimu, mtaani kuna watu ambao wamemaliza vyuo tayari, si ndivyo? Wapo mtaani hawana ajira na wamekaa tu. Hawajitolei kama wewe. Pengine labda neno lako ni lipi kwao? Kwanza ninachoweza kupenda kuwashauri ni kwamba kwanza tujitume. Ya, nchi yetu kwa sasa waliosoma ni wengi sana. Tunachohitaji ni kutumia kile ambacho tumekipata. Kwa kada hii ya walimu ni wengi sana. Ndio. Kinachotakiwa kufanya ni nini? Tafute mashule ambayo yana uhitaji wa walimu, waweze kujitolea, na si labda kwa kutaka pesa au nini. Chochote kile ambacho atakipata kitamjengea uzoefu kwa ajili ya kupata nafasi sehemu nyingine. Lakini nje na hapo tunaweza tukafanya shughuli nyingine, tusikae bure, tufanye kazi kwa ajili ya taifa letu. Bwana, mgeni rasmi amekuahidi mambo mengi sana. Umejisikiaje kwa pale? Nimekuwa surprised kwa kweli. Nimekuwa surprised, sikutegemea. Lakini hata hii zawadi sikutegemea kama nitapewa. Nimekutana tu na kitu ambacho ni cha ghafla. Lakini kupitia hii zawadi mgeni rasmi ameweza kusema neno. Kasema atanipa zawadi, atanipa ujumbe fulani ambao nitautumia huko mbeleni. Namshukuru Mungu, namshukuru sana sana sana. Sawa sawa, jambo jema na hongera sana. Na kutokana na hili wimbi la ukosefu wa ajira sasa, kunao vijana kama hawa wanahitimu kwa siku hii ya leo, si ndivyo? Wanapoingia mtaani na kukutana na maneno kama hayo, hakuna ajira, na vile vile wanajionea kupitia ndugu zao, kisha siku wanaishia kukata tamaa. Neno lako ni lipi kwao? Kwanza ninachoweza kuwashauri, kwanza tujitume. Tusiwe wepesi wa kukata tamaa. Lakini unaweza kuwa umesoma kada hii ya walimu, lakini ukawa na kipaji kingine, kwa maana ukawa na sanaa nyingine. Ninachoweza kuwashauri, twende hata tukajifunze ufundi mbalimbali. Inaweza ikawa ni suluhisho la tatizo la ajira kwenye nchi yetu. Sawa sawa. Miongoni mwa watu ambao nimeweza kuzungumza nao, watu wawili watatu, hasa katika matukio haya ya sherehe, wanafunzi wanaohitimu, kwa asilimia kubwa nimekuwa nikiwauliza kwamba ni kozi gani ambayo hata wakuroge, wakuchape viboko
hutaweza kuisomea. Asilimia kubwa wamekuwa wakiniambia ni ualimu. Labda pengine wewe kwa kuwa umepitia katika hili, pengine labda kuna changamoto zozote ambazo zinafanya wanafunzi waogope kwenda kusomea kozi ya ualimu pindi wanapohitimu kidato cha 6? Nadhani woga unaowaingia ni wimbi kubwa la waliosoma walimu kukosa ajira. Hicho ndicho ambacho kinaweza kikawa ni sababu kubwa zaidi kwa nini wasiingie huko. Lakini kwenye maisha kila mmoja ana bahati yake. Unaweza ukasoma ukamaliza mwaka huo ukapata ajira ukapata nafasi ukaajiriwa. Ninachoweza kuwashauri, kama una wito kutoka moyoni wa kusomea ualimu, nenda kasome. Tatizo la walimu bado ni kubwa sana. Bana Alex, mimi nipende tu kukushukuru kwa muda wako, lakini sambamba na hilo ningependa uweze kutuma salamu kwa rafiki zako watatu ambao umehitimu nao chuo kikuu, si ndivyo Lakini vile vile wana jambo kama la kwako. Mimi natumaini sio kwamba wote wameajiriwa Kuna wale ambao wapo mtaani, wapo kama wewe hivi, wanajitolea, wanafanya nini? Bana, hebu wapatie neno moja la matumaini kwao. Kwanza nina jamaa zangu wengi sana ambao tuna struggle kwenye hii nafasi ya kutafuta angalau jambo fulani kwa ajili ya watoto wetu, lakini kwa ajili yetu pia. Kuna mwalimu anaitwa mwalimu Aaron William, naye tuko naye hapa. Ndio. Yeye anafundisha somo la Kiswahili kwa advance, lakini kuna mwalimu anaitwa mwalimu Villian Kilega, naye tuko naye hapa Bunda Sekondari. Lakini kuna mwalimu anaitwa mwalimu Hamisi, yeye anafundisha somo la biology na ICT, lakini na walimu wengine wengi pia kwa kujitolea hivyo. Neno ambalo naweza nikawaambia hao wanafunzi wangu walionipa zawadi, lakini wanafunzi wetu wote wanaenda kuanza mtihani tarehe 5 mwezi wa 5. Na watanguliza mbele za Mungu. Mungu awasaidie. Mungu aliyowasaidia wanafunzi wengine waliofanya vizuri mahali hapa ni yule ambaye atawasaidia na wao wakafanya vizuri. Mungu awabariki sana. Tunategemea matokeo makubwa kutoka kwa wanafunzi wetu, maana tumewaandaa vizuri. Asante sana. Bana, mimi nikushukuru tu mtazamaji wa Kipaji Mtaji kupitia Kinanga TV. Ulikuwa nami sina la ziada. Jina langu ni Raphael Godfrey Kinanga. Nilikuwa naye Alex, ameweza kueleza mambo mengi sana. Ukiyafanyia kazi, natumaini utajenga kitu kwenye maisha yako. Kinanga TV tunao kauli yetu, tunasema kwamba Kinanga TV, fikra zako, hatima yako. Asante sana, nashukuru. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Bunda Sekondari.